Habari za wakati huu na karibu sana katika mizani ya mwaka, ikiwa ni safari ya saa 1:30 kuweza kuangazia hali ya siasa ilivyokuwa katika mwaka wa 2017. Tuko hapa tangazo letu tukifanyia Mlimani City, ikiwa ni safari ya kuelekea katika usiku wa Sakatonge, burudani ya pekee kabisa kwa kuweza kuona namna ambavyo mwaka unaisha, tathmini hiyo, lakini pia tukupa burudani ya kuweza kuvunja mbavu na kurefresh kidogo kulingana na mambo ambavyo yamekwenda kwa kuaga mwaka 2017 pamoja na kupokea mwaka wa 2018. Tutakuwepo hapa mpaka saa 8 za usiku. Kumbuka show ya Sakatonge itaanza rasmi pale saa 2 kamili za usiku. Wasanii kadhaa akiwepo Basket Mouse kutoka kule nchini Nigeria tayari ameshawasili. Profesa Hamo kutoka nchini Kenya naye yumo hapa. MC Pilipili, Dogo Pepe, miongoni tu mwa wale ambao watafanya vizuri. Lakini wewe ambao unapenda burudani ya muziki, Dogo Aslay atafanya yale mambo yake ambayo watu wengi wamekuwa wakielewa. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika katika kuangazia hali ya kisiasa ilivyokuwa katika mwaka huu wa 2017. Watu ambao tumewaalika hapa ni pamoja na Dr. Gideon Shaw, yeye ni mwanahabari mkongwe kabisa. Karibu sana. Kando yake tunaye Julius Mtatilo, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa chama cha wananchi CUF. Imekuwa fahari kuwa nawe. Shukrani. Lakini mwisho, si mwisho kwa umuhimu, lakini tu katika kuorodhesha na kutambulisha, tunaye Nape Nnauye. Yeye ni mbunge wa Mtama, mwanasiasa ambaye jina lake limekuwa tajika hapa nchini Tanzania. Karibu sana na kwema. Tunapozungumza hali ya siasa, mambo mengi yametokea. Kuna mazuri na mengine ya wakati mwingine yamebaki yakistaajabisha. Moja ya vitu ambavyo watu wanavizungumza sana ni kwamba kana kwamba demokrasia haijapata afya kutosha katika mwaka wa 2017. Tuanze na Nape ambaye unatoka pia chama tawala CCM na ukiwa ukifanya siasa kwa muda. Kauli hii unaungana nao katika wale ambao wanaamini ya kwamba demokrasia haikupata afya ya kutosha, wakirejelea kuzuiwa kwa mikutano ya hadhara na masuala mengine kama haya? Labda niseme kwamba kwenye mambo haya ya kijamii inategemeana mtu unatafsiri afya kutokea engo gani. Unaweza ukatafsiri afya kutokea engo unayoichukua wewe, ukasema afya yake mbovu, au mtu akasema afya yake nzuri. Na tutakumbuka hapa wakati fulani kulikuwa na misemo hapa, wanasiasa wakongwe kabisa wakasema bwana, CCM imeishiwa pumzi. Sasa kutokea engo yake anaiona CCM imeishiwa pumzi, lakini mwingine kutokea engo yake anasema pumzi bado wanayo, pengine afya imeyumba. Kwa hiyo ninasema tafsiri inategemeana ni tafsiri kwa namna gani. Lakini kingine ambacho naweza kukisema ni kwamba bahati mbaya sana binadamu tunapenda mambo yaendelee kama yalivyo, na mambo lazima yabadilike. Kwa hiyo hiyo ndio inatufanya wakati mwingine tupate tabu ya kutafsiri mambo, kwamba pengine miaka 10 ya Mheshimiwa Rais Kikwete, rais wa awamu ya 4, kulikuwa na aina yake ya uongozi ambayo haifanani na awamu ya 3 wala awamu ya 2 wala awamu ya kwanza, lakini pia haitafanana na awamu ya 5. Kwa hiyo yako mambo yamefanyika kwenye awamu ya 5 ya kukaza kidogo, ndio wanasema mara vyuma mara kitu gani, kukaza kidogo baadhi ya sheria, baadhi ya mambo ambayo namna yalivyofanyika, na kwa sababu tulienda miaka 10 ya awamu ya 4, kidogo mambo yalikuwa mengine yanalegezwa, mengine tunaangalia namna ya kuzungumza hivi na kuyamaliza. Hii imefanya watu waone kama vile mambo yamebadilika sana. Kwa hiyo sio tu katika demokrasia, hata katika maisha ya kawaida, hata katika watumishi wa umma, ukienda kwenye biashara, ukienda kote, kidogo mambo kidogo yanabanwa kidogo hivi, yanakazwa hivi. Sasa pengine mjadala ungekuwa hii ni kwa afya ya nchi au sio kwa afya ya nchi. Hapa pengine ndio ambapo tungejadili. Lakini kwamba mambo hayafanani na awamu ya 4, hiyo haina ubishi, kwamba mambo hayafanani. Sasa tukitaka kuishi kama tunaishi kwenye awamu ya 4, then mambo yatatushinda. Lakini tukitaka tuishi kwamba tuko awamu ya 5, tukubali kwamba mambo yamebadilika. Pesa sio rahisi sana
kupatikana mtaani. Pengine hata watumishi wa umma mambo walikuwa wanafanya pengine ni tofauti, vipato vimebadilika. Kwa hiyo kama jambo moja katika maisha likibadilika, ni rahisi kubadilisha na mambo mengine. Kwa hiyo hata katika demokrasia ninaamini kwamba ndio kuna namna fulani ya kubanana ambayo inaweza ikatafsiriwa kama vile inaharibu afya ya demokrasia, lakini nasema ili tu conclude kwamba afya ya demokrasia inaharibika, inahitaji mjadala mpana. Hivi ni kweli hatukuhitaji hali hii? Na kama mtakumbuka, na labda nishia kama mtakumbuka, wakati wa awamu ya 4 kulikuwa na wanasiasa wakubwa kabisa walikuwa wanasema bwana, kwa mambo yanavyoenda pengine tunahitaji dikteta. Walifika huko. Tafsiri ya dikteta kwao sio ya dikteta yule anayeua watu, anayefanya. Tafsiri yao ilikuwa ni kwamba mambo yakazwe kidogo. Mambo kidogo, watu wapunguze mizaha, watu wapunguze kutokaa sawa. Kwa sasa awamu ya 5 nadhani wanajaribu kuweka mambo sawa. Sasa itakuwa tu mjadala kwamba imepitiliza au iko sawa au iongezwe kidogo. Nadhani mjadala ungekuwa hapo, pengine ingetupa afya zaidi kuliko kuconclude kabisa kwamba demokrasia imeharibika. Mtatilo, kupitia maneno ambayo ameongea Nape, nyinyi mmekuwa ni miongoni mwa watu ambao mnaona mambo yako sawa. Nape anasema kwamba tungeangalia zaidi afya ya nchi kuliko tukuona kwamba hii demokrasia ina shida gani kwa upande wetu. Mmelalamikia sana kutokuwepo kwa mikutano ya kisiasa, mkisema kwamba hiyo ndio inasababisha tuone afya ya kidemokrasia na ukuaji wake. Unaamini kwamba kinachoendelea kufanyika kiongezewe zaidi ama kilegezwe? Shukran. Kwanza jambo la kwanza na kwa umuhimu wake, unajua hizi nchi zetu na uongozi wa nchi zetu tunajiongoza kwa kufuata sheria na taratibu zetu, na sheria kuu ya nchi ni katiba. Na unapozungumzia katiba na sheria, hauzungumzii maoni ya mtu mmoja mmoja, hauzungumzii matakwa ya mtu mmoja mmoja. Unazungumzia misingi ambayo imewekwa, ambayo kupitia katika misingi hiyo ndipo ambapo nyinyi kama taifa mtajiongoza. Sasa mnapokuwa mmeweka mambo katika ile misingi, mmesema nchi yenu itakuwa ni nchi ya vyama vingi. Kwanza kabla mlikuwa mnasema nchi hii ni ya chama kimoja, na baadaye kwa utashi na kwa utaifa wenu mkasema hii ni nchi ya vyama vingi, mkaweka katika katiba yenu. Baadaye mkaenda mbele zaidi, mkatumia vyombo vikubwa kabisa vya kitaifa kama bunge, mkatunga sheria mbalimbali za kuweka utaratibu wa kuifanya nchi ijiongoze katika utaratibu wa vyama vingi. Sasa ukishaweka hayo mambo yakawa pale chini, mkianza kuyavunja, mkianza kuyazuia, moja ni uvunjifu wa katiba ya nchi yenu, na mbili ni uvunjifu ama ni kukiuka, ni kudharau sheria zenu. Na lazima tufahamu kwamba hakuna kitu hatari ambacho kimeondoa amani Afrika kama Waafrika wenyewe kuchezea amani walionayo. Na wanachezeaje amani yao? Wanachezea amani yao kwa kujaribu na kuanza kuchezea mambo ya msingi ambayo walikuwa wamekubaliana. Kwa hiyo manunguniko yanaanza ukianza kuchezea mambo haya. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nitashangaa sana kwamba ikiwa kupigwa marufuku shughuli za kisiasa linaonekana ni jambo la kawaida, na ni bora basi kama tungekuwa na mtu ameingia madarakani kama anavyosema Nape, ameingia na style mpya, sawa sawa, amekuja kushughulika na mazoea ya zamani, good, alafu akasema anapiga marufuku shughuli za vyama vya siasa, mpaka chama chake chenyewe hao amekipiga marufuku kisifanye shughuli za kisiasa. Lakini unaona ni tofauti kwamba vyama vimepigwa marufuku visifanye shughuli za kisiasa. Mimi nilikwenda pale Tanga, nilikuwa na mkutano pale, tena mkutano wa ndani, lakini polisi waliuzuia. Tumekwenda Mtwara, tulikuwa tufanye mkutano wa ndani Mtwara, polisi wakazingira na magari wakazuia, na ni kwa oda kwamba tumepigwa marufuku kufanya hizo shughuli. Sasa unajiuliza, mbona mkuu wa nchi bado anakwenda mahali fulani na anafanya shughuli mbalimbali akiwa yuko chini ya kofia yake ya urais,
akiwa yuko chini ya kofia yake ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Unaona pana tatizo gani? Kwa sababu ingekuwa vizuri kama tunasema sasa tumehamia kwenye awamu ya kazi, ni kufanya kazi, hamna mambo ya siasa. Hata rais angekuwa akitokeza tu anahutubia tu taifa kama rais, alafu tunaendelea na utaratibu kwamba hamna kabisa shughuli za siasa. Lakini unaona kabisa kwamba rais anapanda jukwani, anamuita msemaji wa Chama cha Mapinduzi, anakaribisha na watu, na wanakaribisha pale watu, wanachukua watu wa vyama vingine, lakini vyama vingine haviruhusiwi kufanya matukio namna hiyo. Kwa hiyo ukiniuliza moja kwa moja nitasema hii ni ajenda kubwa kabisa ya kuua demokrasia katika nchi. Sasa mimi tofauti na Nape, swali ninalojiuliza, tukishaua demokrasia katika nchi yetu, tukishaua vyama vingi katika nchi yetu, tunavireplace na kitu gani? That is the very big question, ambayo wakati tunakwenda 2018 lazima libakie hapo kwamba project ya kuua demokrasia na vyama ikishakamilika tunaelekea wapi? Kwa sababu tuna uzoefu. Afrika huwa wanaanza kuharibu nchi kwa nukta moja. Leo zimepigwa marufuku shughuli za vyama za siasa, ikikamilika ikaonekana vyama vimedhibitiwa kabisa furukuti, kesho utasikia vyama vifutwe, tubakie na chama kimoja. Tutarudi Dr. Show, wakati unaendelea utafakari haya ambayo yamezungumzwa, moja ya kitu ambacho amekisema Nape ya Mtatiro, anasema kwamba yeye alitarajia kama shughuli za siasa zifungwe kwa wote, lakini chama tawala kinaonekana kana kwamba kinaendelea na mambo yake, hiyo mikutano ya ndani na shughuli nyingine, na amemtaja pia mwenyekiti akiwepo katika majukwaa yake mengine anagusia haya mambo. Kwa upande wenu mnaona kwamba mnapendelewa, ama huo upendeleo hauna athari ile ya kuangalia kwa jicho la kitaifa katika demokrasia yetu? Kwanza niseme bahati mbaya mimi sio msemaji wa CCM, lakini nimekuwemo ndani ya CCM na ni kiongozi ndani ya chama. Kwa hiyo tunafanya uchambuzi kwanza kitaalamu. Mimi msomi wa siasa, nimesoma siasa kabisa darasani, lakini nimepractice siasa. Ni kweli nakubaliana kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimepata matatizo kwa kupuuza misingi waliojiwekea. Wanajiwekea misingi fulani, wanaipuuza. Wakipuuza wanaanza matatizo taratibu, baadaye nchi unasikia inalipuka, na ikilipuka kwa nchi kama Tanzania moto wake hauzimiki. Lakini kuna kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwa muda mrefu sana, namna ya kuyachambua mambo mbalimbali yanayotokea mbele yetu, na hasa vyama vya siasa na hasa vyama vya upinzani, na kupata tafsiri sahihi ya kinachotokea na namna ya kuadjust ili kushughulika na tatizo lililoko mbele. Kwa mfano, Mtatiro na vyama vya upinzani wanasema bwana, hapana, amekuja rais hapa amepiga marufuku shughuli za vyama vya siasa. The word shughuli za vyama vya siasa, ukisha tafsiri hivi na ikaingia kwenye akili za watu, ni mwanzo wa tatizo, kwa sababu kimsingi walichoamua serikalini ni kwamba wanaregulate, sheria ile isimamiwe, waregulate shughuli za vyama vya siasa. Sasa kuna mahali pengine watu wanapitiliza, lakini wakipitiliza, nchi ina vyombo vyetu hivi, kuna vyombo vyenye kazi ya kutafsiri sheria. Na mimi ningetegemea vyama vya upinzani kama wanaamini kabisa katiba imevunjwa, mahali sahihi pa kwenda kutafsiri uvunjaji wa sheria au katiba ya nchi ni mahakamani. Huku tungepata tafsiri sahihi. Na mimi ni katika watu walikuwa wanatamani sana, na mpaka leo ningetamani kwamba vyama vya siasa including CCM wafanye mikutano, kwa sababu mimi nimezunguka nchi nzima tulikuwa tunafanya mikutano, and I thought ilikuwa jambo zuri. Lakini imekuja hapa awamu ya 5 inasema hizi shughuli zinakinzana, na wanatoa na mifano. Angalia mifano ya nchi kadhaa ambapo wakimaliza uchaguzi wanaachana na kampeni, wanaachana na mengine, wanaenda kufanya shughuli. Lakini mimi kama mbunge kwa mfano naruhusiwa kufanya mikutano ndani ya jimbo langu. Mbunge mwingine wa upinzani nimeona kina Freeman na wenzao kina Lema wanafanya mikutano kwenye majimbo yao. Sasa wote hawa wanabaki tunalalamika pembeni. Nasema kuna katiba inavunjwa hapa. Lakini kuvunjwa katiba jambo kubwa sana. Kama kweli kuna watu wanaamini kuna katiba imevunjwa alafu tukanyamaza, tusichukue hatua. Acha hii habari ya kusema pembeni, ya kusema barabarani, si sawa. Twendeni tukapate tafsiri sahihi ya kimahakama. Nini maana ya sheria hii anapozungumza tu regulate vyama vya siasa, kutoka kwenye katiba, kutoka kwenye sheria inayosimamia vyama vya siasa. Sasa swala la kupendelewa,
bahati mbaya ni ngumu sana kumtofautisha Magufuli rais wa Tanzania na Magufuli mwenyekiti wa CCM. Ni ngumu sana kwa sababu huyu ni mtu mmoja, kwamba yeye ndio mwenye vyeo vyote viwili, lakini ni rahisi kuzitofautisha shughuli, kwamba anapofanya kazi za kirais kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusichanganywe na shughuli za CCM. Inawezekana ikafanyika, lakini yako mazingira mengine ya mikutano ambayo unakuta hata waliouandaa wenyewe ni wana CCM hao ndio waliouandaa huo mkutano, pengine wakishirikiana labda na serikali, kwamba amekuja mwenyekiti wetu, lakini wakati huo amekuja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwezi, yani ni ngumu sana, unamtofautisha tu pale anapoingia kuongoza vikao vya chama, ndio pale na vyombo vinakaa nje, lakini anapokuwa nje kule hadharani, hata kama ni mwenyekiti wenu. Mimi nakumbuka mwaka mmoja amekuja Rais Kikwete pale Songea kuhudhuria mkutano wa CCM, tukawa na mvutano kati yetu sisi na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunasema huyu ni mwenyekiti wetu, tunataka aingie uwanjani, akae juu ya gari, apungie wanachama wake mikono. Vyombo vya ulinzi vinasema hapana, tunadhani hali yake si sawa hapa. Kwa hiyo tunavutana, wao wanataka watimize wajibu wao wakiwa ni vyombo vya ulinzi na usalama, huyu amiri jeshi mkuu wao, sisi tunamtaka mwenyekiti wa CCM. Hapo ndio mvutano unakuja. Kwa hiyo nasema hata hiyo dhana yenyewe ya kupendelewa kutopendelewa nayo ni dhana ambayo inazungumzika. Inawezekana kuna mahali wanafikia mahali. Niliona mfano mkutano mmoja Arusha pale, ilikuwa ni paredi ya wanajeshi nadhani, halafu baadaye nikaona shughuli za chama zimeingia. Ukiangalia hapa unapata ukakasi fulani, unasema nadhani hili lina tabu. Sasa ndio tunasema wapi tuchore mstari, wakati mwingine inakuwa ngumu, lakini si swala la upendeleo. Mimi nadhani ni swala tu la kuchora mstari, tutofautishe shughuli za kiserikali na shughuli za kichama. Kwa maneno machache sana Mtatiro, kabla tujaenda kwa Dr. Show, umemsikia Nape anasema kwamba imeonekana kwamba inalalamikiwa katiba, lakini upinzani ni wapi sasa mmeenda kuidai hiyo katiba ilipovunjwa katika vyombo stahiki? Kwanza hapa pana mambo mawili ya msingi. Bahati nzuri mimi ni mwanasheria. Mnapokuwa mmejiwekea katiba yenu katika nchi na sheria zenu katika nchi, mlinzi namba moja wa katiba na sheria za nchi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo pana mambo ambayo hayana negotiation. Sheria fulani ikishasema vyama vya siasa vitakuwa na uhuru na haki ya kufanya mikutano ya hadhara, hilo jambo halina discussion tena. Hata akitokea rais ana nywele za dhahabu, yani ni rais sijui, hawezi akajaribu kuzuia shughuli za vyama vya siasa ikiwa sheria imetajwa. Sasa kinachotokea hapa, tutaanza mchezo ambao unazisumbua nchi za Afrika, kwamba mna katiba, mna sheria zenu vimesema A, nyinyi mnatekeleza B, alafu pana mtu anatoka anasema wakivunja kwa nini usiende kudai mahakamani? Huo ndio mchezo mbaya ambao umeingiza mataifa ya Afrika kwenye matatizo, kwa sababu na huu upande wa pili actually unatambua, na huo mchezo mara nyingi sana umekuwa ukifanyika mpaka kwenye masuala ya uchaguzi. Na nitapatia mfano mdogo tu. Hata katika chaguzi za hivi karibuni, hizi za kata 43, pana kata takribani zaidi ya 10 ambazo baada ya chama kinachoongoza dola kushindwa kufanya ule uchakachuaji wa kisayansi wa siku zote, waliposhindwa kabisa, dakika ya mwisho sasa polisi wanazingira hapo. Nyinyi mna matokeo yenu na mdadiwani wenu wa upinzani kwamba mnasubiri tangazo, mnaongoza vituo vyote. Polisi wakishamaliza kuzingirwa pale, anatangaza mgombea sisi ameshinda. Alafu wanachama wakijaribu pale kuhoji, anatusia anasema, anaambia no, sio muda wake sasa hivi. Sasa mnahamia wapi? Mahakamani. Hatuwezi tukaendesha siasa ya masiara namna hiyo. Yaani unavunja haki za watu kwa makusudi, unazuia haki za watu kwa makusudi, alafu unasema mtaenda mahakamani. Na wewe unafahamu nchi hii ina upungufu wa majaji. Ukishaenda pale mahakamani sasa hivi kusajili tu kesi yako, ikishaanza kuja kusikilizwa ni ndani ya miezi 3 miezi 6 ndio taratibu zinaanza, miaka 3. Kwa hiyo miaka 3 unasubiria haki. Uchaguzi utakuwa umeshafika wa mwaka 2020. Ndio maana iko haja si tu ya kwenda mahakamani, lakini iko haja ya sisi kuelezana ndani ya CCM, waelezane, wakiwepo wanahabari kama kina Dr. Show waseme, wakiwepo viongozi wa dini waseme kwamba jamani, katiba yetu na sheria yetu nasema hivi, lakini nyinyi mnafanya hivi, tunadhani mngerudi katika huu mstari
wa sheria na katiba yetu. Mimi nadhani hapa kilichopo ni kwamba lazima katiba iheshimiwe. Lazima utawala wa sasa wa Rais John Pombe Magufuli ukae ndani, wajifungie, watafakari hizi kelele za wananchi, watafakari maoni yetu, waone iko haja ya kuzingatia katiba na sheria zetu. Ugomvi utakwisha. Naam, tupo katika usiku wa Wasakatonge. Tunaelekea katika safari ambayo itatupeleka saa 2 usiku kwa ajili ya shughuli ya Wasakatonge hapa Mlimani City. Matangazo yanakujia moja kwa moja tukiangazia hali ya kisiasa katika mizani ya mwaka wa 2017. Hapa tunao wanasiasa wawili pamoja na mwanahabari mkongwe. Tukiangazia hayo mambo, tumeanza kugusia kipengele cha demokrasia. Lakini kukumbusha tu wewe ambaye unatafuta tiketi ya kuja hapa kwa ajili ya shughuli hii ya usiku wa leo, unaweza kuipata katika vituo vile vya KFC. Popote utakapoenda utapata katika zile vituo vya kuuzia mafuta vya Puma, nao pia utapata kituo cha kuuzia mafuta cha Total kiwepo cha hapa Mlimani City. Nacho pia tiketi unapatikana pale Kibo Complex, ni moja ya sehemu ambayo unaweza ukapata huduma ya tiketi. Lakini kama unataka kununua pia kwa kutumia mawakala wa Selcom, hiyo ni zoezi ambalo si gumu sana kwa upande wako. Utapiga nambari 100 nyota 150 nyota 05 reli, kisha utachagua 2 Selcom Pay, utaingiza nambari ya malipo ambayo ni 111555. Ingiza kiasi cha kulipia, ingiza nambari 1 kuthibitisha malipo, utapokea ujumbe wa uthibitisho. Ujumbe huo kaa nao ndio itakuwa tiketi yao. Kumbuka kwamba gharama ya tiketi ni 100,000 kwa VVIP, 50,000 kwa VIP na 20,000 kwa daraja la kawaida. Dr. Show, umewasikia vizuri wanasiasa wakichuana katika kile ambacho tunaamini demokrasia ndiyo ambayo imetufanya tufike hapa. Tangu nchi yetu ilipoamua kuingia katika mapinduzi ya vyama vingi mwaka 1992, lakini bado kumekuwa kuna malalamiko. Yeye mmekuwa kama watazamaji ama watchdog, mnaona mwelekeo upoje kwenye demokrasia yetu? Labda niseme kwamba dhana yenyewe ya demokrasia inategemea unasimama upande upi. Kama Nape ameeleza vizuri sana, unasimama upande upi kuangalia. Kama sita ikichoro, kuna mwingine anaweza akasema 6, huyo akasema 9. Sasa ukiangalia kama mtazamaji wa pembeni, kuna vitu viwili. Utawala wa awamu ya 4, mimi kama kuna kosa ambalo lilifanyika, lilikuwa ni kosa la kuendeleza uchaguzi mara baada ya uchaguzi. 2005 tulimaliza uchaguzi, nenda kachukua magazeti yote kuanzia 2005 baada ya uchaguzi mpaka 2010, miaka 5 ile. Sidhani kama kuna siku ambayo itapita hujakuta ukurasa wa mbele story kuhusu uchaguzi. Maana akienda mtu mahali, huyu anataka kuchaguliwa. Akionekana Nape ameonekana mahali fulani, anataka urais. Akionekana huyu huku, anataka urais. Na waandishi wote wakaenda huko. Yaani wanafukuzana na uchaguzi ambao haupo. Na ndio maana yake, kama unafuatilia vizuri, na hakika mnafuatilia vizuri, 2010 kuna jambo lilijitokeza. Katoka habari, kiongozi mmoja wa juu wa CCM akasema kwamba hata gombea, hatachukua nini, hatachukua fomu. Watu wengine tukajiuliza, hii kuchukua kwa nini, story imetoka wapi? Lakini story ile ikazaa story kuanzia 2010 baada ya uchaguzi mpaka 2015. Umeelewa? Tuna miaka 10 ya kuendeleza uchaguzi tu, siasa za uchaguzi tu. Baadhi yetu tulikuwa na maoni kwamba jamani, hakuna njia ya kuwaondoa watu kwenye uchaguzi wa kudumu, tukaenda kwenye uzalishaji. Unaendeshaje wewe nchi kwa miaka 10 watu wanazungumza ukurasa wa mbele wa magazeti yote makuu ni uchaguzi. Sawa? Sasa ilipokuja awamu hii ya 5, likaja swala, hebu tuangalie na huyu atakwendaje? Tunamaliza uchaguzi, je, tunaendelea na uchaguzi? Kwa bahati nzuri kwangu mimi, na haya ni maoni yangu binafsi, akaja na hoja kwamba jamani, tumemaliza uchaguzi, twende kwenye uzalishaji. Sasa ni namna gani ya kwenda kwenye uzalishaji? Tukaacha siasa kwa maana za uchaguzi, tukabakiza siasa zile za kawaida, kwa maana kwamba siasa ambazo zitamfanya raia wa kawaida ashiriki kwenye uzalishaji. Sio, unaelewa? Ilikuwa unakwenda Machame kijijini kule, kila unakokwenda watu wanazungumza uchaguzi tu. Kahawa watu wamesahau, Migomba watu wamesahau, wanazungumza uchaguzi. Fulani atakuja rais wa 2020, fulani atakuwa rais wa 2020. Mimi nadhani kwa hilo, mimi binafsi nadhani kulikuwa na kila sababu ya kuangalia siasa kutoka kwenye ngo hiyo. Sasa imetekelezwa vipi?
kwamba imeletwa, imepigwa marufuku namna gani, nalo ni swala la kujadili, kwa sababu Nape ameeleza vizuri kabisa na nakubaliana naye kwamba kama ni mbunge yuko kwenye jimbo lake ahutubie. Kilichokatazwa hapa ni mwendelezo wa siasa za uchaguzi. That's my take. Mwendelezo wa siasa za uchaguzi. Huyu bwana kuchaguliwa kihalali, huyu bwana sio afanya hivi. Na tumezungumza hapa tukasema, nimewasikia wenzangu wanazungumza swala la kwenda mahakamani. Bwana Mtatiro yeye anakataa swala la mahakama. Mimi nadhani kama kuna tatizo la kikatiba lipelekwe kwenye mahakama ya katiba. Na kwa sababu jaji mkuu yupo na pengine anaangalia kipindi hiki au ataambiwa kwamba watu wanazungumza, tunasema hivi, ili kiletwa walipe kipaumbele kwa sababu ni swala nyeti. Kwa hiyo kama kuna uvunjaji wa katiba umefanywa na Rais Magufuli, then ipelekwe mahakamani. Kwa sababu tunafanya ni siasa za hazina maana yoyote, unaelewa, za kupigizana kelele, utakwenda kwenye magazeti, utaandika makala na nini. Lakini kama kweli serious sisi tunaamini kwamba Magufuli amevunja katiba, twende mahakamani. Tujiunge hata kama ni raia wa sign, raia wanaokubali kwamba bwana au tunataka tafsiri ya sheria hii hapa ambayo iko kwenye katiba, sheria mama. Tuiambie mahakama itoe tafsiri ili tuondoe nini hii hatari ambayo Mtatiro amesema vizuri kabisa. Kuondoa hatari hiyo, mimi nadhani lazima turudi kwenye mahakama. Naam, lakini kitu kingine ambacho tukiacha demokrasia, sababu demokrasia ni pana sana, tunaweza tukatumia hata kipindi kizima kuweza kuangazia, lakini umeweza kupata mitazamo hiyo ya wanasiasa wenyewe wanavyoeleza na kadri mambo ambavyo Dr. Shaw naye ambaye ni mwanahabari mkongwe alivyoangazia kwa jicho lake. Anasema kama tunaona shida ni katiba, tusiwaachie wanasiasa peke yake, hata sisi wenyewe raia tunatakiwa tutumie hiyo haki ya msingi ya kwenda kuhoji namna tafsiri ya baadhi ya mambo yanavyokwenda. Lakini pia mwaka huu tumeshuhudia kuhamahama kwa baadhi ya wanasiasa, wengine wakitumia hoja ya kwamba wameridhishwa na utendaji wa Mheshimiwa Rais na hivyo kuamua kuondoka upinzani na kwenda katika chama tawala. Walioanza vuguvugu hilo walikuwa ni madiwani 8 kule Arusha, kisha tukasikia taarifa za wabunge wengine 2 nao wakifuata nyayo hizo. Mengi yamekuwa yakiojiwa katika hili, na hata pia ikafika hatua baadhi ya watu wengine majina yao yakawa yanatajwa, wakiwemo wabunge wa upinzani na hata wa chama tawala. Nape alikuwa ni mmoja wa watu ambao walitajwa kwamba sasa na wewe unaweza ukaondoka kufuata upepo mwingine. Hii hamahama, sababu mimi naamini mwanasiasa yote akiwa katika siasa anaongozwa na itikadi. Kuhamahama kuna tija, na kweli hawa watu wana itikadi ya huko ambako wanakwenda. Bahati mbaya sana, na nisema bahati mbaya sana, mimi ni mmoja wa watu wenye misimamo mikali sana juu ya swala la kuhama kwa wanasiasa kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Na hii ni kwa sababu kwanza ninaamini kwamba ukiamua kuwa na chama fulani cha siasa si uamuzi mwepesi. Kama huwezi kufanya uchambuzi wa kutosha, bora ubaki usiwe mwanasiasa, usiunge mkono chama, ubaki tu unaunga mkono matukio. Lakini umeamua kwenda kwenye siasa, active politics, ukajiunga na chama, kuna misingi fulani ambayo ni imani kwangu mimi. Ndio maana siku nikasema chama cha siasa ni itikadi ni imani. Sasa imani unahama hivi, leo asubuhi wewe mpagani, jioni wewe Mkristo, kesho kutwa Muislamu. Ikifika mahali mimi nadhani ukawa namna hii, mimi napata shida. Kwa hiyo mimi ni katika watu wasiounga mkono kabisa swala la mtu kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Na mimi ninao mifano, nikiwa katibu mwenezi wa CCM, kulikuwa na watu walikuwa wanakuja kabisa anataka kuhama, namwambia unahama nini? Kwani kilichokufanya uwe kule ni kipi ambacho leo hakipo unataka kukifuata huku, na huku ukija utakipata? Kwa sababu ziko nchi, nenda Malawi, nenda Kenya na baadhi ya nchi ambazo kuhama ni jambo la kawaida sana. Mtu mmoja Raila yule nadhani amehama vyama zaidi ya 7-8. Kutoka chama kimoja unaenda kingine. Mimi kwa mtazamo wangu, hatujengi taasisi, tunajenga personalities. Kama tunataka kujenga hivi vyama vyetu viwe vya kitaasisi, ni lazima hili swala la kuhamahama lisiwe swala la kawaida, lisiwe swala la yani mtu mpaka anahama watu wanasema kwa kweli alistahili kuhama. Lakini hii hamahama tu, leo mtu anatoka huku anakwenda huku, anarudi huku, anakwenda huku. Watanzania leo wako zaidi ya milioni 50 na kitu. Wenye uwezo wa kujiunga na vyama kikatiba wanaweza wakawa zaidi ya milioni 30.
walioko kwenye vyama leo inawezekana wasifike milioni 10. Kwa nini tunakwenda kuhangaika na wanachama wa vyama vingine badala ya kushughulika na Watanzania wasiokuwa na vyama? Wako wangapi? Wako wengi sana hawana vyama. Mimi nadhani tungeshughulika kuwashawishi hawa. Kwa hiyo nasema msimamo wangu ni mkali mno juu ya jambo hili, na mara nyingi sipendi kulizungumza. Na hata watu waliokuwa wanazungumza Nape atahama, ni kwamba wanaona kuhama ni jambo rahisi sana. Ndio yani limerahisishwa mno kiasi kwamba wanaona tu kwamba Nape basi akitofautiana msimamo wake na mkubwa fulani basi anahama chama. Just like that. Yani tu nahama chama kwa sababu nimetofautiana na mtu, nahama chama kwa sababu nimetofautiana na jambo fulani lililoamuliwa ndani ya chama. Ninahama chama kwa sababu chama hichi kimeacha misingi. Kwa mfano, nasema kama chama changu ambacho mimi nakiamini kikifika mahali kikaanza kuona rushwa sio tatizo, mimi ambaye naamini rushwa ni tatizo, then lazima nikae nijiulize, hivi nina haki ya kuendelea kukaa humu ndani? Chama kikifika mahali kikaondoka kwenye haki, kikaondoka kwenye utumishi, kuna misingi ambayo ndio ilinifanya nije. Mimi sikuja CCM kwa sababu wanavaa kijani, sikuja CCM kwa sababu mzee Nnauye yuko CCM. No, nilikuja CCM kwa sababu kuna misingi hapa. Na mimi nakumbuka wakati fulani kwenye kikao kimoja, wakati wa marehemu mzee Sita akiwa speaker, ile kutokea hii vuguvugu hili, mimi ni mmoja watu tuliosimama na mwenyekiti, tukitaka tushughulike na hawa wanaopinga vita rushwa, twendeni tukabadilishe katiba ya chama chetu. Katiba ikiruhusu rushwa, tusiamini katika rushwa, itabidi tukae tujiulize, tunastahili kuendelea kubaki humo? Na kama tukipeleka mapendekezo ya kubadilisha katiba iruhusu rushwa, alafu mapendekezo yakishindikana, wale wanaoamini katika rushwa watoke. Kwa hiyo ninasema ni jambo ambalo linatokea sasa, lipo, watu wanahama, yes, sawa. Lakini kwangu mimi kama Nape ambaye naijua siasa, nasema utaratibu huu wa watu kuhama vyama hauna tija hata kidogo katika demokrasia ya nchi. Mtatiro, mmekosea wapi mkiwa kama katika ule umoja wenu wa katiba wananchi UKAWA ambao inaonekana umepata pigo zaidi? Madiwani 8 kule Arusha waliondoka, wabunge 2 akiwemo Dr. Mollel amekwenda CCM pamoja na Mtulia nao pia wamekwenda CCM. Shukrani. Kwanza kwa ruksa yako, kabla sijajibu swali lako, uniruhusu tu nifanye commentary moja tu kwa maoni ambayo aliyatoa Dr. Shaw. Dr. Shaw, sorry. Ambaye mimi nimekuwa nikimsoma sana tokea nikiwa kijana mdogo. Daktari na Watanzania, haiwezekani watu wakawa wamekaa mahali kwa amani, hawauani, hawana matatizo, alafu unakuja na opinion kwamba kwa nini watu hawaanzi kuuana. Kwa sababu ndicho anachokisema daktari kwamba sheria yetu na katiba yetu imeruhusu kuwe na shughuli za vyama vya siasa katika miaka 5. Na kipindi cha Mwinyi wakati anamaliza madaraka yake, kile kipindi cha mwisho tokea ile vyama vingi vimerudi mwaka 92 mpaka 95, vyama vimefanya shughuli zao. Kipindi cha Mkapa mwaka 95 mpaka 2000 alijaribu kuzuia shughuli za vyama vya siasa, lakini sijui pakatokea matatizo na nini, shughuli ziliendelea. Kipindi chote cha Mkapa, kipindi cha Kikwete, shughuli za kisiasa zimeendelea. Kwa hiyo hili ni jambo la kikatiba ambacho ningekubaliana na wewe daktari, na nyinyi, tofauti yangu mimi na wewe sasa hivi itakuwa kwamba nyinyi wazee wetu mmeiona dunia ya zamani sana, mmeiona dunia ya katikati na mnaangalia dunia ya sasa. Sisi vijana tumeianza dunia ya leo, tunaelekea kesho. Sisi pia tunafikiria kesho yetu. Mimi ukiniuliza, nitasema jambo ambalo tumeliweka katika katiba yetu, hebu tuitekeleze. Kama hatuwezi kulitekeleza, twende tukabadilishe katiba, tuseme either tutaki vyama vingi ili shughuli zifanyike, kwa sababu hicho ninachokisema sasa hivi chama kimoja ndicho kinachoendelea na shughuli za kisiasa katika nchi. Haya yalikuwa maoni kwa upande wa kile ambacho angesema Dr. Shona, anaweza akaclarify. Sasa tukiamia kwenye hii hamahama ya vyama, hapa kuna mambo kama 3 ambayo mimi naweza nikayatazama. Jambo la kwanza, watu wanavyohama kama alivyosema Nape, na nakubaliana naye, tunatizama huyu mtu aliyehama hivi ana sababu ipi ya msingi ya kuhama. Kwa sababu Mwalimu Nyerere huko nyuma alishawahi kusema chama sio mama yake. Na mimi ukiniuliza nitakubaliana pia na Nape kwamba sababu kubwa ya wanachama kuhama katika chama ni chama kikiacha misingi
yake. Sisi majuzi wakati vurugu limetokea, ameleta Lipumba pale kwenye chama chetu na nini, pana watu wananifuata kama mimi Mtatiro, wewe bado ni kijana, unaficha uzuri ya kisiasa, kwa nini usihame? Nauliza, nihame kwa sababu ya Lipumba? Siwezi kuhama kwa sababu ya Lipumba. Kwa sababu wakati na join chama hiki, sikujoin kwa sababu ya Lipumba. Nilisoma chama kinahusu nini, na nikaingia kushiriki masuala ya ujenzi wa chama hiki nikikitambua chama. Kwa hiyo siku kikiacha ile misingi, sisi tunasema tunasimamia haki sawa kwa wote. Tukianza kuacha ile misingi, tukaanza kufikiri kuonea watu na nini, niko radhi kuhama katika hicho chama. Lakini jambo la pili, kwa hiyo la kwanza ni msingi unahamaje, lakini jambo la pili ambalo ni uhalisia sasa. Watu wengi ambao wamehama juzi, wengi, na mpaka palikuwa na ushahidi actually. Najua TAKUKURU wameukataa, lakini uzuri ushahidi ulioneshwa na ulionyesha mpaka viongozi wa kiserikali wanawarubuni wale, kwa mfano wale madiwani wa Arusha. Diwani anaambiwa ukishahama tutakupatia mishahara, tutakulipa yote, pesa ya kutumia tutakupatia. Anaambiwa unajua pana kazi fulani itakuja mwezi ujao, tutakupa kazi. Ni zile ni rushwa. Na actually wanaofanya vile ni viongozi wakubwa tu ambao pia ni makada wa chama cha Nape. Sasa siwezi kusema kwamba Nape ama chama kwa sababu kimesha, kwa sababu sasa ndio hiyo nasema kwamba tuko katika awamu ambayo inapambana na rushwa. Moja ya sifa kubwa ambayo Rais Magufuli amepata huko duniani ni mapambano dhidi ya rushwa. Lakini ukiingia hapa ndani, practice ya mapambano dhidi ya rushwa ni ya kubagua. Mla rushwa huyu, mla rushwa Mtatiro anakamatwa. Mla rushwa Dr. Shaw anaachwa. Mla rushwa Nape anafikiria kushughulikiwa mwaka kesho. Hauwezi ukapambana na rushwa hivyo duniani. Ukiweka mstari kwamba hapa tutapambana na rushwa, mtapambana na rushwa. Huwezi. Nimeona juzi nani yule, huwa sio rafiki yangu sana, aliyekuwa mwenyekiti wa VCCM, Sadisa. Of course ana kesi yake inaendelea kwa mahakamani. Whether anahatia ama hana hatia, sisi sote hatujui mambo ya mahakama. Lakini mimi nimefuatilia kwa ndani huu uchaguzi wa wale vijana karibu makundi yote yale unajua patuzi rafiki zetu, karibu makundi yote walikuwa wanasambaza rushwa. Lakini nimekuja kushtuka anakamata mtu mmoja. Mimi nilitaraji watakamata makundi karibia yote ya wale vijana. Sasa haya mambo yanakupatia matatizo. Kwa hiyo watu wanahama vyama kwa sababu wamepewa rushwa. Na rushwa ziko nyingi. Rushwa ya cheo, rushwa ya pesa na vitu kama hivyo. Sasa hili ni tatizo kubwa ambalo unalitatua namna gani? Huwezi ukasema pande zote ziko sawa. Mpokea rushwa na aliyetoa rushwa, yaani mnunuliwa na mnunuaji, huwezi ukasema wako sawa. Pana mtu katika sheria, sisi tunasoma sheria, pana mtu katika sheria anakuwa liable zaidi. Yaani mimi na wewe tukipigana, haiwi tu kwamba katikati tumepigana, ikifuatiliwa inakutwa pana chanzo cha huo ugomvi. Pana mtu angechukua hatua fulani, ugomvi ule ungezuiwa. Sasa kinachotokea hapa ni kwamba ukiwa na chama likubwa linatenga hela za kununua watu, alafu upande wa pili nao watu wa kununuliwa wanapatikana, ili utatue tatizo hili, anza kwanza kudili na hili chama kubwa linalonunua watu. Kwa sababu ukianza kudili na wanunuliwa alafu kamwacha mnunuaji, mfano wa pili, hii nataka kuonesha responsibility. Mtu mzima wa umri wangu akienda akamchukua mtoto ambaye yuko chini ya umri kisheria, akaenda kufanya naye mambo ya kikubwa, wakakutwa, yule mtoto ata walk free. Huyu mkubwa atakuwa responsible. Hili dudu kubwa lazima lijitafakari. Jambo la tatu na la mwisho, hili ni la matatizo ya ndani ya vyama vya upinzani, kwamba hatuwezi tukajenga vyama vya upinzani hapa Tanzania ikiwa vyama vya upinzani havigroom makada wake. Tutakuwa tunajidanganya. Vyama vina groom makada. Ukiangalia katika chaguzi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika katika kipindi kilichopita, unakuta pana kijana fulani ama mwanamama fulani wa upinzani amejiandaa kweli kweli hapa Ubungo hapa kwa mfano, kama labda ni jimbo, miaka 5 yote analiandaa hili jimbo, ni kijana tu. Alafu inakuja nafika 2020 kwa mfano, mtu fulani huko Nape ameshindwa kura za maoni huko Mtama, kwa sababu Nape ni mtu maarufu sana hapa Tanzania. Huyu kijana wa Ubungo sio maarufu, lakini Nape anakaa hapa Ubungo. Nape anachukuliwa kule CCM, anakuja kugombea hapa. Hilo ndio swali langu, kwa nini mlipoteza huo mwelekeo?
Ndio sasa unisikilize vizuri nasema, maana tuko hapa kujadiliana. Ndio maana nasema kwamba katika siku za mbele vyama vya upinzani lazima vigroom vijana wake, lazima vigroom watu wake. Hayo ni makosa katika siasa. Unaweza ukawachukua watu wakakusaidia, na unaweza ukawachukua watu wasikusaidie. Sasa kwa mfano niliona yule mmoja alikuwa yule Wasiha yule alikuwa mbunge wa Chadema, alikuwa zamani nakumbuka alikuwa UVCCM, akaaminiwa pale kwa zamani sio alipata matatizo gani, ameshamia huko amecross, amegombea. Ukifuatia hata nilikuwa nafuatia hata Arusha baadhi yao hawa. Mmoja alikuwa hivi, pana mmoja sisi tulikuwa gani pale baraza kuu la CUF, nadhani ile baraza kuu ambalo lipo sasa, ambaye amejiuzuru hata rudi CCM. Alikuwa zamani diwani wa CCM pale Arusha. Baada ya kutoka kuwa diwani wa CCM, baada ya kipindi chake kuisha, akashindwa kura za maoni ndani ya CCM. Akahamia upinzani, akahamia CUF. Baadaye mwaka uliofuatia akakimbia akaenda akagombea baraza kuu la CUF. Chama kikamruhusu akagombea uongozi wa juu kabisa katika chama. Mtu huyu akawa mjumbe wa baraza kuu. Amekaa mjumbe wa baraza kuu mwaka mmoja. Amehamia CCM. Kwa hiyo hapa pia pana tatizo la vyama vya upinzani, kwamba lazima vyama vya upinzani vikae na vigroom makada wake. Tunajua kwamba vyenyewe kwa sasa havina nafasi za ukuu wa wilaya kwa groom, havina ukuu wa mikoa kwa groom, havina nafasi mbalimbali za serikalini kwa groom na kadhalika. Lakini pana njia nyingi za kwa groom vijana mkiwa katika vyama vya upinzani, na tumeona vyama mbalimbali duniani vinafanya hivyo. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo lazima liweze kutatuliwa. Tatizo kwa maneno machache. Nakumbuka wewe wakati upo chuo kikuu ndipo ambao mlianza zile harakati. Chadema pia katika miaka 2012-13 walikuwa na utaratibu wa kwenda vyuoni huko. Lakini katika uchaguzi katika miaka ile ya 2004-2003 walifanya huo utaratibu mara nyingi na wakawapata watu wengi. Lakini mara baada ya vuguvugu la 2015 kuelekea katika uchaguzi ndipo ambapo vyama hivi sasa vikawa vimepokea tu. Nakumbuka kina Nape walikuwa wanaita makapi kutoka kule kwao ambao walikuwa wameacha. Nyinyi mkayapokea. Nini sasa ambacho mnatathmini katika kuhakikisha kwamba mnaepukana na huyu mdudu ambaye amewatafuna kwa kiwango hiki, na sasa mnashuhudia watu ambao mliwaamini wanarudi kwenye itikadi zao asilia? Kwanza, kama nilivyosema hapo awali kwamba lazima vyama vya upinzani vijitafakari. Pana makosa ya ndani yanafanyika. Mimi bahati yangu mbaya kabisa ni kwamba sio kwa sababu ni mpinzani ni kazi yangu ni filimbi ya upinzani. Hapana, kama pana makosa yanafanyika lazima tuseme kwamba hapa pana kosa linafanyika. Na nimesema kosa mojawapo, kupokea watu kutoka chama kingine sio dhambi. Hata kesho Nape angekuwa mwenyekiti wa CCM, hata kaa akasema msipokee watu kutoka upinzani, hapana, unawapokea. Lakini ukishawapokea watu kutoka katika chama kingine, pana utaratibu. Usiwapokee watu kutoka katika chama kingine alafu kama una uhakika sana unakimbia kuwapatia nafasi mbalimbali. Lazima ndio vyama vijiwekee kanuni kwamba kwa mfano ukijiunga katika chama chetu hiki unakaa labda mwaka mzima tunakutizama. Na nikuchekeshe kwamba unaweza ukashangaa kwamba wazungu hawa ambao walitengeneza demokrasia hii, nilikuwa natizama moja ya nchi za Ulaya wao wanavyofanya ili uwe mbunge, yani mpaka ufikie kuwa mbunge. Na nitatoa mfano tu wa nchi kama Denmark. Mtu ana haso katika hicho chama, kwa sababu nafasi za ubunge kule ni chama kishapata kura kadhaa wanateua wabunge kadhaa. Ili ufike kwenye ile listi nilikuwa nafuatilia, unakuwa umetoil. Ni yule mtu ambaye anakuwa ameenda katika jimbo fulani, amefanya kazi kubwa sana katika miaka 5 iliyopita, hakuwemo katika listi na ameendelea kuwa katika kile chama. Uchaguzi unaofuatia anaweza akafanya kazi kubwa katika ile jimbo, hayumo katika ile listi. Hawachukui tu mtu kutoka katika chama kingine alihamia huku anapewa zile nyadhifa. Kwa hiyo nasema kwamba haya ni makosa ambayo lazima waweze kutazama. Watu kuhamia katika chama wakija wao wenyewe kwa utashi wao sio jambo baya, lakini lazima muwe na taratibu za kuregulate kwamba wageni wanapokuja tunawakaribisha, wanatulia, tunawapa majukumu, wanafanya miaka 2-3, alafu tunampima, tunaona huyu apewe majukumu fulani. Hii kaka ya kuhamia tu na kupewa majukumu ndio matokeo yake haya. Sasa mkikosa serikali wote wanarudi. Nilimwona kwa mfano kama rafiki yangu mmoja unajua ni kama ilivyo katika dini. Unamsilimisha mtu leo, halafu leo unataka awe imamu. Mtu leo anajiunga na Ukristo, halafu leo anakuwa mchungaji au anakuwa askofu, haiwezekani. Lakini niseme hii point ya mwisho, naungana na Mtatiro kwamba hivi vyama vikitaka kuwa imara lazima vijenge msingi wa kuwatengeneza watu wake.
CCM kwa Nape imewekeza kwa miaka karibia 20 kitu, ndio maana unamwona Nape leo. Ndio maana leo mawimbi haya yatapita, hayawezi yakaniumbisha. Hawa kina Mtatiro, kina Zito, kina nani, ni watu wametengenezwa ndani ya vyama vyao kwa muda mrefu. CCM imefikia uimara huu kwa sababu CCM msingi wake mkubwa wa mwanzo ilikuwa haikutani na wanachama wake wakiwa watu wazima, inawatengeneza kuanzia chipukizi. Mimi nimetengenezwa mdogo kabisa, nacheza chipukizi. Nilikwenda Songea pale nasimamia sherehe miaka 30 kitu ya CCM. Tulipata watoto wengi sana wadogo chini ya miaka 13 wanataka waje wacheze gwaride lile la watoto. Ukimuondoa mpaka analia. Huyu mtoto akicheza hivi mpaka akafikia umri wa utu uzima, huwezi ukamtoa CCM hivi kirahisi tu eti anaondoka eti tu hivi anasema bwana nimekerwa naondoka. Haiwezekani. Ndio maana nikasema ni msingi mkubwa sana. Mimi kuhama, mtu anaweza kuhama, na anasema hatutazuia mtu kuhama, lakini basi kuwepo na sababu za msingi. Sio sababu ambayo ukisema watu wanaangalia wanasema yani hii nayo ni sababu ya kuhama. Yani umekereka tu hivi kidogo unahama. Hili ndio ambalo linatupa shida. Na la pili ambalo ni la msingi sana, sisi mwanzoni nakumbuka vyama vingi vilipoanza hapa CCM ilikuwa ina utaratibu, sikumbuki ulishia wapi. Ukihama lazima ukae miaka 5 kwanza tunakuangalia. Halafu baadaye ndio unapewa fursa ya kufanya jambo fulani. Na katika hali ya kawaida kabisa hama hii ndio inaoviua hivi vyama. Kwamba anahama leo, mgogoro wa CUF leo. Huyo rafiki yangu. Mgogoro wa CUF leo ni kwa sababu kuna wakubwa walihama kutoka CCM wakaenda wakaparamia vyama vya upinzani, then namna ya kumanage siasa mle ndani, kwa sababu hii principle sasa ya kwamba ukija tukuangalie tukuweke tufanye hivi, sasa wale wanaoamini inatokea mgogoro. Nataka nikuhakikishie hata leo CCM sisi tukiendelea sana mtapokea wakishafika huku, kwa sababu wako watu humu ndani wametoi ndani ya chama hichi, wameteseka miaka mingi. Halafu anakuja mtu ambaye jana alikuwa hawaamini hata tone, aliwatukana sana, aliwavuruga sana, anakuja. Halafu wewe uliyetoa ili miaka mingi unaambiwa wewe kaa hapa. Halafu huyo aliyekuja jana kwa sababu ya upya wake anaambiwa kaa hapa. Kwa vyovyote mbele tunakoenda utatokea mgogoro. Kwa hiyo hivyo vyama vya upinzani tutokea mgogoro, chama tawala tutokea mgogoro. Hakuna chama kitabaki salama kama hii hama bila taratibu za msingi itaendelea, lakini pia hama bila kuwa na utaratibu wa kuregulate. Anayehama akija huku ajue akija huku haji kupata tu plate hivi anawekewa mezani. No, kuna watu wametoa hili. Kwa hiyo mimi nadhani hili swala la hama ni katika mambo ambayo yameleta aibu kwenye demokrasia yetu. Mimi ningedhani hili jambo litafutiwe namna fulani, lisiwe embrace, lisitukuzwe, kwa sababu si jambo ambalo linatuletea tija. Na hivi vyama vijifunze sasa, tuache kunyang'anyana wanachama. Twende tukatengeneze wanachama wa Tanzania ambao hawana vyama vya siasa, tuwatengeneze wawe wanachama wa vyama vyetu, waamini katika nani zetu. Hivi kuna shida gani leo mimi nibaki CCM, Mtatiro abaki CUF, mwingine abaki Chadema, mwingine abaki kule? Tushindane. Mwaka moja hapa ilibakia kidogo tugombee ubunge, mimi, Mtatiro, John Mnyika, sina nani. Tushindane, twendeni kwa wananchi. Njona unachokiamini, Mtatiro aje anachokiamini, Mnyika aje anachokiamini, na mwingine aje anachokiamini. Twendeni kwa watu, na wala sio ugomvi. Twende tukashindane kwa kutumia akili zetu. Tunataka tuwasaidie hawa watu. Tushindane kwa hoja. Tukimaliza tunashikana mkono na kwenda kunywa chai pamoja. Badala ya kufikiria kwamba unajua lazima nimchukue Nape atoke CCM. Ndio hiyo hoja. Kwamba sasa watu wanakaa, nimeona watu wanatukana wengine, sasa tulizane anahama. Sasa ukishahama alafu inakuwaje? Dr. Show, umesikia huo mtifuano na mawazo ambayo wanasiasa wetu wanayo. Nape umemsikia namna ambavyo anaangalia katika mlengo wa kitaifa zaidi. Mtatiro naye anavyoangalia katika mlengo wa kitaifa na maslahi ya vyama hivi vya siasa, hasa hivi vya upinzani ambao tunajua ni watchdog kwa serikali, na anavyoiangalia hatima yake ya baadaye. Hii hama ina faida yote katika taifa letu. Mimi kama mpiga kura, hama iliyotokea ni usaliti. Mimi kama mpiga kura, ulikuwa CCM au hukuwa CCM, ulikuwa kwepo, umekuja ukaingia chama fulani, ukaja ukaniomba kura, nikakupigia. Sasa kwa bahati mbaya hapa tunapigia kura mtu na chama. Shanielewa?
nampigia Nnauye Nape kwa sababu ni CCM na kwa sababu ni Nape. Kwa hiyo kuna vitu viwili pale. Ninapopiga kura nimemkubali huyu bwana, afu ni chama changu nampigia. Au nimemkubali si chama changu lakini nampigia. Sasa unapokuja mimi katikati ya term unaniambia kwamba unahama, maana yake unapoteza ule ubunge, maana yake mimi kura yangu ile umeitupa chooni, umeiflash. Alafu hujaja hata kuniona mimi ndio kinachonisikitisha kwamba sijasikia kuna mbunge amerudi kwa wapiga kura akawaita akawaambia, jamani, mlinipa kura kwa sababu hii na hii na hii na hii, nimeangalia hali inavyokwenda, hali yenyewe iko hivi, sasa nawaombeni, mimi na mawazo yangu, naomba ruhusa yenu, mimi nataka kuhama sababu nataka ubwana nikafanya naye kazi. Au mimi nitaendelea, lakini naendelea mkielewa kwamba mimi namuunga mkono ubwana. Kwa hiyo hata kipindi kinachokuja kama mtamkubali yule bwana, mnikubali na mimi. Njia rahisi ya kampeni ya kistaarabu, upright, ambayo inafanya kwanza, inaonyesha una heshima, wewe unawaheshimu wanapiga kura. Sasa hilo ni moja, mimi nalihesabu kama ni usaliti. Lakini la pili, najiuliza swali, mbunge anayeacha shughuli ya ubunge miaka 2.5 kabla ya term kwisha, ana forfeit, anakuwa ameacha mshahara wake si mamilioni mangapi, anakuwa ameacha kiinua mgongo mamilioni mangapi. Sasa turudi kwenye hoja kwamba CCM inawanunua. Ukipiga hesabu utajiuliza, CCM hizi hela wanazitoa wapi za kumpa huyu upfront, sawa, kumlipa mshahara yake ya miaka 2.5 na kiinua mgongo, na ili wapate nini? Ili upate nini? Kwa sababu kama ni swala ni uchaguzi unaokuja na track record ya kiongozi aliyopo madarakani ni nzuri, kwa vyovyote wapiga kura wanaliona hilo, hawana sababu ya kuliona hilo kupitia kwa mbunge kujiuzulu, mshanielewa, au kuhama chama. Kwa mimi nadhani kitendo si cha hakina tija. Na pili, pengine katika kulinda maslahi ya Watanzania, pengine tungeangalia sheria ya kuzuia mtu kujiuzulu, kuhama chama, ajiuzulu basi. Kwa sababu sasa hivi utafanyika uchaguzi mwingine, ni pesa. Kwa hiyo ukipiga hesabu zote zile, hesabu ya kurudia uchaguzi, hesabu ya gharama zote zile za uchaguzi, huna sababu ya huyu mtu kuhama. Kwa sisi ambao tunapiga kura, kwa sisi ambao tunalipa kodi, ushanielewa. Kwa hiyo kama mtazamo huo, mimi sidhani kama ni jambo jema. Lakini la msingi zaidi ambalo nadhani Nape ameeleza vizuri, chama kinaendeshwa na itikadi, na itikadi hiyo ndio inafanya mtu anasema, mimi naingia chama hiki, nachukua kadi, naweka mfukoni, na nitakapotembea popote, iwe usiku au mchana, mimi ni mwana wa chama hiki. Itikadi hiyo, itikadi hii haiwezi kuwa inayumba tu. Hizi nchi ambazo watu wanahama vyama, kama Raila alivyosema, Raila na vyama vinane, vile sio vyama, yale ni majopo ya kufanya biashara. Na wana trade pale, kwamba mimi nitakuja hapa, this is what I'm going to get. Mimi hii reli, kujenga reli paka hapa utanipa mimi, kwa hiyo mimi nakuja huku utanipa reli hii. Kwa hiyo ndio hali ambayo wenzetu wanayo. Vile sio vyama vya siasa. Hapa walau kuna vyama vya siasa. Na Mtasiri amesema vizuri, na mimi nakumbuka mwaka ule siku 4 au 5 kabla Chacha wangu hajafariki, nimekutana naye, mimi natoka Dodoma, nimekutana naye njiani sana, niko na tumekutana mimi, Chacha na mzee Tido njiani, tunanunua mboga wangu. Akasema, Gideon, unajua kuna tatizo ndani ya chama chetu. Niambia, tatizo nini? Anasema, tatizo lilopo ndani ya chama ni kwamba nimehoji ni wapi zinapokwenda pesa zinazokuja kutoka kwa ruzuku. Mimi lengo langu hii chama kianze kwenye mashina huko chini, kwa lazima tuwekeze kwenye mashina. Wenzangu hawataki hiyo. Nikamwambia, sasa mtaishindaje CCM ambayo ina matawi nchi nzima karibu 17,000 na kitu? Umeelewa? Ndio mazungumzo yaliyokwenda pale. Akaniambia, mimi nitakuja weekend tuje tuzungumze swala hilo. Leo umelizungumza vizuri. Chama ambacho hakina mizizi kwenye shina hakiwezi kupata dola, kwa sababu dola iko kule kwenye mizizi. Tutakwenda kwa whims hizi na nini, ndio maana watu wanapendelea kuwa na electioneering politics permanently, kwamba kila wakati ni wakati wa uchaguzi, kila wakati ni wakati wa uchaguzi. Mimi naikataa. Haiwezekani tukawa tunaendesha siasa za kila wakati ni wakati wa uchaguzi, kila wakati ni wakati wa uchaguzi, especially kwenye vinchi vyetu hivi vina matatizo yake. Kwa hiyo mimi swala la kuhama, kwa kweli mimi binafsi si swala ambalo naliunga mkono.
bado tungali sote kukazia kwenye hili alisema kidogo sana, kwa sababu hapa Mtatiro aligusia zile uchaguzi wa kata 42 43. Tutakuja hapo. Tukirejea tutakuja kuangazia hizo chaguzi ambazo zimetokea za madiwani pamoja na uchaguzi ambao tutaenda kushuhudia wa majimbo matatu. Wakati bado tukisubiri kuna majimbo mengine mawili ambayo ni kiporo. Tupo kuelekea katika usiku wa Sakatonge New Year Eve Comedy Gala ambayo itafanyika hapa Mlimani City. Kumbuka kwamba hii ni shughuli ambayo itakuleta pamoja sisi wana Azam TV pamoja na wewe ambaye ni mfuatiliaji wetu na ambaye umekuwa ukitunga mkono kwa mwaka mzima. Tutafunga mwaka pamoja wa 2017 na kuweza kuelekea katika mwaka wa 2018 kwa ajili ya kuweza kufahamu masuala kadhaa wa kadha ambayo yapo katika hilo. Lakini pia ni kukumbusha tu kwamba tiketi zinapatikana KFC, zinapatikana Puma Petrol Station, zinapatikana Total Petrol Station, lakini pia zinapatikana Kibo Complex ambako gharama zake utazipata kwa shilingi 100,000 kwa VVIP. VIP utapata kwa shilingi 50,000 na tiketi za kawaida utazipata kwa shilingi 20,000. Utaratibu ni kama ambao nimekusomea, pia unaweza kupata kwa wakala wa Selcom ili kuweza kujua mambo yanavyokwenda. Basket Mouth, MC Pilipili, Profesa Hamo, Dogo Pepe, Kokoro ni miongoni mwa wale ambao watakuvunja mbavu katika kicheko mtetemo usiku wa leo. Lakini pia katika masuala burudani tutakuwepo Dogo Aslay, Voice Acapella na Spedok Band ambao wote hao watakuwepo usiku huu wa leo. Kumbuka kwamba hii ni safari ambayo tutakwenda mpaka pale saa 8 usiku ili kuhakikisha kwamba mambo yanakamilika katika mwelekeo huo nimekuwa nikikuelezea, na tupo katika mizani ya wiki tukiangazia hali ya kisiasa. Tumegusa demokrasia, tumeangalia hamahama ya wanasiasa hapa nchini na umeweza kuona namna ambavyo wanasiasa wetu wanavyotueleza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi ili kujua kwamba upate utaratibu wa tiketi zinavyouzwa na nini, lakini tukisharudi sasa tutaangazia chaguzi ndogo zile ambazo zimefanyika tayari kata 43 na kizungumkuti chake ambavyo mengi tuliona yametokea. Tuna chaguzi 3 za wabunge ambazo zitafanyika tarehe 13 Januari, lakini pia bado kuna majimbo mawili ambayo chaguzi zake zitapangiwa wakati mwingine. Naitwa Nurdin Selemani, tupo hapa na Nape Nnauye, yeye ni mbunge wa Mtama, lakini pia tunaye Julius Mtatiro, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa CUF, lakini Dr. Gideon Shaw ambaye yeye ni mwanahabari mkongwe. Tarejea baada ya mapumziko mafupi. Sakatonge New Year's Eve Comedy Gala imepewa nguvu na Azam Energy Drink. Pick me up. Azam 2. Naam, ndivyo ambavyo tunarejea tena tukiwa hapa Mlimani City kuelekea katika usiku wa Sakatonge New Year Eve Comedy Gala ambayo itafanyika hapa mpaka saa 8 za usiku. Tunaendelea kuangazia mizani ya mwaka 2017 tukigusia hali ya kisiasa. Sasa tugeukie kipengele chetu cha mwisho, wakati wetu nao ukiwa unaelekea ukingoni. Ukiwa na wanasiasa hata dakika 10 huwa kwao haziwatoshi, kwa hiyo maana nasema tunaelekea ukingoni. Chaguzi ndogo za madiwani 43 zilizua mtafaruku kidogo. Kuna wengine ambao
wamezungumza mengi, yameongelewa mengi. Kwa upande wako Nape, chaguzi hizi ulidhani kwamba ni kipimo sahihi kwa CCM katika miaka miwili ya serikali ya awamu ya 5? Hapana. Chaguzi ndogo zozote zina siasa zake tofauti kabisa na uchaguzi mkuu. Na kama mtaalamu wa siasa, chaguzi ndogo haziwezi kuwa kipimo kwa pande zote mbili, chama tawala wala chama cha upinzani, kwamba ni kipimo cha mambo makubwa. Kinaweza kuwa kipimo cha mambo madogo madogo. Na bahati nzuri hizi chaguzi ndogo, mimi nilishiriki hatua ya mwisho. Nilienda Arusha na nilishiriki kwenye uchaguzi na niliona hali ilivyokuwa. Na wakati ule tunaenda kwenye mapumziko, nilitaka kuchip in kwa hoja aliyoiongea Dr. Shaw hapa. Bahati mbaya kubwa iliyotokea ni kwamba tulipomaliza uchaguzi mkuu, vyama vya upinzani, kwa sababu ya hali halisi ilivyo, kwamba structure yao haijajikita kwenye misingi, kwenye mizizi kule. Kwa hiyo tulipoenda kwenye uchaguzi mdogo, moja ya weakness kubwa kabisa, wataikubali waikatae, lakini ndio ukweli, kule chini hawakuwepo. Mimi nimeenda Arusha, Arumeru kule, hawakuwepo kule chini kabisa. Unakwenda unakuta kabisa hakuna upinzani kule chini. Kwa hiyo ni wananchi wanasubiri nani atawaongoza kwenda kufanya nini. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hampo, then chama tawala, kwa sababu kina structure iko pale chini, obvious watakuwa na upper hand ya kushinda. Hili la kwanza kubwa sana. La pili kubwa ambalo upinzani hawataki kulisema. Kwa hiyo hili la kwanza hawatalikubali, hawatalikiri hadharani, kwa sababu wakilikiri ni kukiri udhaifu, na hiyo italetezea viongozi wachukuliwe hatua kwamba kwa nini hatupo chini. La pili kubwa sana, kulikuwa na hoja ambayo iliwaumiza sana upinzani, kwamba hapa tumefanya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu umeisha, kuna ilani inatekelezwa, kuna rais yuko madarakani na serikali yake. Sasa ukienda kwa wananchi wa kawaida ukawaambia, katika mazingira haya mpeni mtu ambaye wenzake ndio wenye ilani yao, ndio wanaotekeleza. Simple sana. Hakukuwa na hoja imetengenezwa vizuri na upinzani kukaunta hii hoja, na kule chini hoja ilikuwa na mashiko makubwa. Mimi nimekwenda kwa mfano Arumeru peke yake pale wanakusanya karibia bilioni 3, lakini matumizi yao ni karibia bilioni 30. Kwa hiyo bilioni 27 zinatolewa na serikali kuu. Ni rahisi kusema serikali kuu imeundwa na CCM, ndio anayewaletea hela za kuishi hapa nyinyi, za kuendesha mambo yenu hapa. Kwa hiyo mnataka mambo yenu yanyoke, mpeni diwani ambaye anatokana na hawa ambao ndio serikali yao inaleta pesa. Upinzani haukuwa na hoja ya kukaunta hapa. Sasa kuyasema haya hakumaanishi kwamba hakukuwa na mapungufu baadhi ya maeneo. Kulikuwa na maeneo, kulikuwa na mapungufu. Nimeona watu wanakatwa mapanga, watu wanavurugana, na hii ni kutoka vyama vyote. Vurugu zilikuwa zinatokea mahali kote. Sasa na katika hili nitafutie leo duniani kama kuna uchaguzi ambao pande zote mbili wanasema this election was free and fair. Unajua sisi wanasiasa wakati mwingine mnakwenda mahali mnashindana kwa hoja zinakamatana, halafu mnatafuta namna ambayo utamzidi mwenzako. Sasa of course sasa wako watu watasema kuna kuchakachua, wako watu watasema sio kuna nini, ambayo mimi nasema kwenye siasa kuna mambo hayakwepeki. Lakini kuna mambo lazima wanasiasa tusimame, na kwa 2017 kwenda 18 tuseme haya hapana. Matumizi ya nguvu haya tusiachekee, bila ya kujali unatoka chama gani, kwamba watu wamekatana mapanga, watu wameenda kutekwa, watu sijui wamefanywa nini. Haya matumizi ya nguvu lazima tuyakatae, kwa sababu hautakuwa uchaguzi. Lakini matumizi ya akili ya ziada kwenye uchaguzi, nenda Marekani, nenda China, nenda pote, haya ni mambo ya kawaida sana yanatokea. Watu wanashindana kwa hoja, alafu wanafika mahali wanasema hoja zimekamatana. Sasa nishawishi wapiga kura wasiende kupiga kura. Kushawishi tena sio kwa nguvu, kushawishi watu wasiende kupiga kura. Wanasiasa wanafanya. Au nishawishi wapiga kura watoke upande mmoja wakapiga upande mwingine. Haya ni mambo yanatokea kwenye chaguzi zote. Na bahati mbaya kwa Afrika sasa, na hasa Afrika, uchaguzi unakuwa termed free and fair kama nimeshinda. Kama sikushinda, that election is not free and fair. Hata uweje
watasema sio free and fair. Kwa hiyo mimi nasema moja ya shida kubwa ambayo tunayo, na mimi ni katika wale wanaoamini kwamba upinzani Tanzania lazima uwe na nguvu ili CCM iendelee kuwa na nguvu. Ni vizuri upinzani ukafanya tathmini ya kweli ya matatizo yaliyokuwepo. Na mimi nikizungumzia uchaguzi wa kata 43, tatizo moja iliyokuwepo, they were not in the grassroots, hawakuwepo. Mimi nimekwenda kule chini, hakuna. La pili, kuna baadhi ya hoja walishindwa kuzijibu kabisa completely, na mfano nimetoa huu mmoja. Then mkifika hapo mkabaki tu unajua hawa watu wamebinya demokrasia au wamebinya mikutano. Sio hoja hiyo. Mpiga kura wa kawaida anaangalia mkate wake wa kila siku. Sasa wewe umebinywa demokrasia yako, kwangu mimi inaninyimaje mkate wangu? Kwa hiyo nasema hata hoja zenyewe zilizokuwa zinatumika zilikuwa zina shida. Kwa hiyo nasema tathmini nzuri ifanyike, na hili sasa ndilo lilopelekea pia wafanye uamuzi baadhi yao wa kutoshiriki kwenye kata zile 3. Mimi nasema ni uamuzi wa hovyo sana kufanyika katika mazingira ya siasa kama za kwetu, kwa sababu ili ujue mapungufu hayo, nenda ukashiriki, uone, ujifunze, na ujifunze kwa ukweli, hata ikiwezekana kuleta watu wengine kutoka nje ya mipaka yako wakufanyie tathmini ya kweli kwamba kwa hali, kwa sababu leo CCM tulipofanya uchaguzi wa 2015 kuna baadhi ya watu tuliwaleta kutoka nje kufanya tathmini, kutuambia hali ilivyo ni hii, mkitaka kushinda fanyeni hivi. Sasa sisi tukitaka tu kuchambua wenyewe, na wakati mwingine tunajidanganya kwa sababu tu ya kulinda nafasi zetu za kisiasa, then upinzani utaendelea kuwa weak, na hata CCM wenyewe isipofanya tathmini na yenyewe ya kutosha, nao tutakwenda kuwa mahali pagumu. Mtatiro, jicho lako katika chaguzi hizi, umemsikia Nape namna ambavyo anasema shida nyingine ilikuwa ni kwamba hampo kule chini ya kutosha. Ya kwanza mimi niseme, unajua dhambi ni dhambi tu. Dhambi ni dhambi, iwe ni Ulaya, iwe ni Afrika. Mtu akiuawa Afrika, mtu amekufa. Mtu akiuawa Marekani, mtu amekufa. Na uwezo ukasema unajua dhambi hii kidogo inakubalika Ulaya, alafu Afrika haikubaliki. Yaani mfano kama vile ushoga, kwamba kwa sababu baadhi ya nchi za Ulaya zimekubali ushoga katika sheria zao, sisi tunakataa, kwamba unasema unajua ushoga ni dhambi tu. Ndio maana ukienda pia Ulaya utakuta pana watu wanalia kwa sababu hiyo sheria imepitishwa. Kwa hiyo an evil is an evil. Na hakuna namna ya kutetea uovu. Juzi kwenye uchaguzi wa kata 43 hakukuwa na uchaguzi. Hiki ambacho Nape anakita ni sayansi za uchaguzi, zile za unaweza ukamhujumu mpinzani wako, lakini kwa akili. Mambo ambayo yamekuwepo katika siasa Nape ya wakati wenu hayapo sasa hivi kwenye siasa za sasa hivi. Ndio shida hiyo sasa. Yaani kwamba zamani sisi walikuwa wakitaka kukuibia, wanakuibia kisailensa. Yaani unastuka umeibiwa. Lakini sasa hivi wameishiwa mbinu za kuiba kisailensa. Na kwenye uchaguzi wa kata 43 lazima nikueleze ulikuwa mbaya sana kwa CCM, haukuwa uchaguzi mzuri. Na wakati huo CCM lazima ishinde huu uchaguzi ili kuonesha kwamba awamu ya 5 na Rais Magufuli wanakubalika sana. Kwa hiyo the only alternative iliyo kuwepo katika uchaguzi huu ilikuwa ni kutumia mabavu. Mabavu yametumika kweli kweli, na nitataja vitu vichache tu ambavyo Nape wakati wenu havikuwepo. Ile CCM yenu havikuwepo, sasa hivi ndio tunaviona kwenye CCM sasa. Moja, pana vituo vingi sana huko unakosema Arusha, siku ya kupiga kura kama ulifuatilia, mawakala kwenye kata karibia 5 wamenyimwa fomu za kuingia vituoni. Mawakala wanakuja kuingia vituoni saa 4 saa 5 asubuhi, na aliyewanyima ni msimamizi wa uchaguzi ambaye obviously ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo zamani pia wasimamizi wa uchaguzi walikuwa makada wa Chama cha Mapinduzi, lakini dola ilikuwa inawaambia ibeni kwa ujanja. Sasa hivi dola nadhani imewaambia usipomtangaza wa CCM kama ameshinda, tumekupa gari, tunakupa na ulinzi, tumekupa na mshahara, wewe bado umekaa hapo unafanya kazi. Kwa hiyo brother, there is no election. Kwenye ile kata 43 hapakuwa na election. Sisi kuna kata moja pale Lindi, ile kata tumeshinda kwa kura 63. Mpaka leo matokeo tunayo kwa sababu tunakwenda mahakamani. Tumeshinda kwa kura 63. Walijaribu mbinu zote hizo za kutumia manguvu, watu wetu wakawa tayari, wakashindana mpaka uchaguzi ukafanyika. Tunasubiria sasa tutangazwe tumeshinda kata 63. Ghafla matokeo yanakuja kutangazwa ni kwamba sisi wamemshinda mgombea wetu kwa kata 7. Watu wanachanganyikiwa kwa kura 7.
mgombea wote mbeba matokeo, jamani, vituo vyote hivi hapa nimeshinda kwa kura 63, lakini dola ilizingira pale na yule mgombea akatangazwa. Na hiyo tumefanya tathmini hii ya kata zilizonyang'anywa kwa nguvu, ambazo CCM walijaribu kuiba kwa nguvu wakashindwa, matokeo yake wakaamua kutangaza tu wagombea wa CCM, ni jumla ya kata 12. Na sisi vyama vyetu tumekutana mpaka juzi, tunaenda kufanya uamuzi huu, tunatazama kabisa mambo mezani kwamba kama hali ya uchaguzi inaelekea huku, tutafakari na nape katika siasa, na Watanzania wajue pana wakati vyama vinaenda vinakaa vinajitafakari. Mambo yakibadilika, kama mlikuwa zamani tulikuwa tunalalamika kwamba hakuna uwanja sawa na CCM wa kupambana katika siasa, fine, na kwa kweli unapopambana na vyama dola hamna uwanja sawa. Hiyo ni rahisi, unaweza kusema hivyo, hamwezi mkawa uwanja sawa, japokuwa nchi zingine zinajaribu kutengeneza uwanja sawa. Kwa mfano tumeona Liberia katika uchaguzi ambao Jojo ameingia madarakani. Jojo alikuwa anapambana na serikali, lakini kwa sababu walijaribu kutengeneza hizo level, wenzetu wameshapita katika matatizo makubwa, hawataki kurudi, wakatengeneza mazingira mazuri, wameenda mpaka wamemtangaza. Sasa ambacho huyu ambaye alikiri hadharani kwenye kuonyesha kata moja kwamba kama wangeungana ingekuwa ni rahisi. Ndio. Lakini ya pili, hizo ni weaknesses zetu. Ya pili kubwa katika hili ambalo analizungumza Mtatiro. Arumeru, mimi nilikuwepo Arumeru. Walipozuiliwa wa mawakala wa vyama, vilikuwa vyama vyote. Kwa nini? Kwa sababu kulikosewa barua ya wale watu wale hao mawakala kutoka kwa msimamizi, kulikosewa. Tena mimi nakumbuka nimpigia mkuu wa wilaya nikamwambia, haya makelele ninayoyasikia ni nini? Akasema kuna tatizo limekosewa na ni mawakala wote, na baada ya kurekebishwa wakarudi kwenye vituo vyao na uchaguzi ukaendelea. Sio kweli. Nape Mtatiro, kwa dakika moja, wakati wetu umetukimbia mno. Dakika moja tumalizie, tu conclude. Kwa hiyo mimi nasema uchaguzi huu haukuwa na hicho anachokisema kwamba vyama haviko ground. Vyama viko ground, na wewe unafahamu, na mimi sitaki kutetea Chadema, lakini CCM haiwezi kashinda uchaguzi pale Rumeru. There is no not ndio hali halisi. Huwezi kashinda uchaguzi wa Rumeru. Unajua, lazima tukubali, na pana maeneo ambayo lazima nikwambie, upinzani hauwezi kwenda ukatia mguu kashinda hata kijiji kwenye ngome za CCM. Ile ni ngome ya Chadema. Nenda pale Chandaimba kwa kina Katani, CCM inashindaje pale uchaguzi? Unajua mlivyoshinda hii kata ya juzi? Chadema wameshindaje Mbeya uchaguzi? No, ngoja, kata moja. Wameshindaje pale kata moja? Kwa hiyo ambacho mimi nataka kuconclude ni kwamba hatuendi kwenye uchaguzi huu wa sasa marudio, kwa sababu tumeona sasa uchaguzi huu, yani hata ule uwizi wa kiselesa hamna, ni mabavu na nguvu na dola na maelekezo kwa wakurugenzi kwamba lazima mtangaze mgombea wa CCM. Kwa hiyo vyama mbadala mviache kwanza vijitafakari, alafu ndio viende mbele. Dr. Shaw, kwa dakika moja hebu tumalizie. Nadhani kama kuna ushahidi kwamba serikali inatoa maelekezo kwa wasimamizi wa uchaguzi kufanya moja mbili, upo ushahidi, tunarudi kule Mtatiro. Mahakama zipo, let's file a case. Tupeleke na ushahidi. No, ngoja. Tupeleke na ushahidi. Bwana, we have a problem hapa. Tuna tatizo. Uchaguzi umefanyika hivi, lakini kuna maelekezo yametolewa 1 2 3 4. Naam, wakati wetu umetukimbia mno. Tumekuwa katika mizani ya mwaka 2017, hali ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Umeona joto ambalo lilivyo. Hii ndio siasa ya nchi yetu. Na haya ndio ambayo anatupa picha nzima ya kwamba siasa 2017 ilikuwaje, tunaelekea 2018. Mchuano utakuwa mkali zaidi. Mwanzoni tutafungua kwa chaguzi katika majimbo matatu, licha kwamba upinzani wameagomea. Tumekuwa katika mizani hii ya mwaka na mbunge wa Mtama Nape Moses Nnauye. Imekuwa fahari kuwa nawe asubuhi ya leo. Tayari shakuwa mchana, lakini tumekuwa na Julius Mtatiro, mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya CUF, lakini pia tunaye Dr. Gideon Shaw, yeye ni mwanahabari mkongwe. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Hakika tukutane hapa saa 2 kamili za usiku katika Wasakatonge New Year Eve Comedy Gala itakayoanza hapa. Kumbuka kwamba tiketi VIP 100,000, VIP 50,000 na tiketi ya kawaida unaipata kwa 20,000. Nikutakia mtazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea. Ukijiandaa tukutane tena pamoja hapa katika New Year Eve Comedy Gala. Kwaheri kwa sasa.